Nyie ni wachumba tu, lazima mumfe leo. Kilichoanza kama upepo wa usiku kilikuwa mwisho wa kila kitu. Wachawi waliokuwa wamekusanyika katikati ya kijiji wakitumia nguvu zao zote za kale walipulizwa juu na mwanga wa kijani uliokuwa unazunguka mwili wa Nasira. Mkia wake mkubwa ulijipinda juu ya miguu yao, akirusha kila mmoja kimya kimya, na kila sauti ya uchawi ilipopigwa, mwili wao uligeuka kuwa vumbi lililojaa moto wa giza. Vile vilivyojikwaa wakikimbia, ardhi ilitetemeka, miti ilipasuka, na kila kilio kilichopasuka hakikusikika kama sauti ya mwanadamu tena. Nasira alisimama katikati ya mabaki yote, macho yake yanayowaka kwa dhahabu yakitazama kila kona ya kijiji, na upepo kutoka mkia wake ulisambaza hofu isiyo na mwisho, huku kila roho ya yule aliyekaa karibu ikipotea bila alama. Huu ni usiku ambao haujakumbukwa, na kila mtu aliyefika kumwonea hofu alikufa bila kusikika, bila nafasi ya kusujudu, na Nasira anakitia alama yake ya giza, akiwahakikishia wote hii ni nguvu isiyo na mwisho. Lakini kabla hakijaendelea mbele, na kuomba subscribe kisha like, na utuambie unatufuatilia kutokea wapi. Sasa twende kazi. Kulikuwa na kijiji kimoja cha kale kilichozungukwa na misitu midogo midogo na mito yenye maji mazito kama damu ya mti, ambapo wazee wa kimila walikuwa wamewahi kutoa utabiri wa kutisha kwamba kutazaliwa binti wa nyoka, mtoto ambaye hangekuwa mwanadamu kamili wala mnyama kamili, bali mchanganyiko wa dunia mbili, ulimwengu wa binadamu na ulimwengu wa giza. Utabiri huu ulipelekea hofu kupanda kila kona, na kila mara upepo ulipopuliza vibaya, wazee waliaminika kwamba roho za kale zilikuwa zinajiandaa kumleta huyo kiumbe duniani. Siku ya kuzaliwa kwake, mawingu meusi yalikusanyika juu ya kijiji, radi zikipasua anga kama vile zilikuwa zinajaribu kutahadharisha dunia nzima kwamba kitu ambacho hakikupaswa kuwepo kingeanza kupumua. Mama yake alipolia kwa maumivu wakati wa kujifungua, wanawake waliokuwa kumsaidia walikimbia wakipiga kelele, kwani miguu ya mtoto iliibuka ikiwa imefunikwa na magamba ya kijani yenye kung'aa, na mkia mrefu uliokuwa ukijiviringisha kama nyoka wa porini uliendelea kujitopeza taratibu mpaka mwisho wake ulipotua sakafuni ukivuma kama kitu hai. Macho ya mtoto alipong'aa kwa rangi ya dhahabu iliyochanganyika na damu, wazee wa kijiji walianguka chini, wakasujudu bila kujua kama wanamshukuru Mungu kwa kutimiza utabiri au wanamuomba walinde dhidi ya kile kilichozaliwa. Binti waliyempa jina Nasira alikuwa kwa kasi isiyo ya kawaida. Akiwa na miaka 5, tayari alikuwa na nguvu za kuinua jiwe la uzito ambao hata wanaume 5 wasingeweza kulitikisa, na wakati mwingine walisikia sauti ya kama mdundu wa nyoka mkubwa ikitoka mwilini mwake, ikitangaza hasira yake. Wakati alipoamka asubuhi, miguu yake ya mwanadamu iligeuka kuwa mkia mrefu wenye nguvu kama chuma, na wakati alipofurahi au kucheka, upepo ulianza vumaa juu ya nyumba zao bila sababu yoyote. Wanakijiji walimuogopa kupita kiasi. Hakuna aliyethubutu kumkaribia zaidi ya hatua 5, kwani iliaminika kwamba macho yake pekee, akiyakazia mtu kwa hasira, yangeweza kumfanya mtu apoteze fahamu au amke usiku kwa ndoto mbaya zinazomvuta kaburini. Mara kadhaa vijana wa kijiji waliotawaliwa na kiburi walijaribu kumwinda, wakiamini bila ushahidi kwamba kumwangamiza kiumbe kama huyo kungewaletea umaarufu katika vijiji vya mbali, lakini walipokutana naye usiku wa mwezi mpevu, walikimbia wakiwa wamejiloa jasho, wakilaumu hewa, giza na bahati mbaya, ilhali kwa kweli ni macho ya Nasira yaliyokuwa yakiwashambulia kwa mawimbi ya sauti ambayo haiwezi kusikika kwa masikio ya kawaida. Mmoja wao aliwahi kurudi akiwa hana sauti kabisa. Alitoa ishara tu kwa mikono akitaka kuelezea kile alichoona, lakini hakuna aliyemuelewa, na siku ya 3 alikufa kwa hofu yake mwenyewe. Wenye hekima wa kimila walifanya tambiko mara kwa mara, wakachora alama za kujikinga kila kona ya kijiji, lakini hata hivyo, kila alama ilipofikia usiku wa manane, ilianza kufutika yenyewe kana kwamba nguvu ya binti huyo ilizidi hata maneno ya mababu. Waliwahi kujaribu kumfungia kwenye pango la mawe ya zamani lililokuwa mbali na makazi,
Lakini alipotokwa na hasira, pango zima lilipasuka katikati kana kwamba lilikuwa limepigwa na radi ya moja kwa moja kutoka angani. Baada ya tukio hilo, hakuna aliyejaribu tena kumzuilia kwa nguvu. Walimwacha akitembea peke yake, akipita miongoni mwao kama kivuli chenye uhai, akila samaki wa mito kwa meno yake makali, na usiku akisikika akiongea na sauti ambayo hakuna mtu aliyewahi kuzisikia katika ulimwengu wa kawaida. Mmoja wao aliwahi kurudi akiwa hana sauti kabisa, alitoa ishara tu kwa mikono akitaka kuelezea kile alichoona, lakini hakuna aliyemuelewa, na siku ya 3 alikufa kwa hofu yake mwenyewe. Wenye hekima wa kimila walitambua kwamba Nasira hakuwa mtoto wa kawaida. Alikuwa mzimu wa nyoka wachawi aliyepewa umbo la binadamu ili kutimiza jukumu ambalo hata wao hawakuweza kulisema waziwazi. Hawakujua kama alitumwa kuleta adhabu, kulinda au kusawazisha nguvu za dunia. Lakini kitu kimoja kilijulikana: hakuna aliyeweza kumwangamiza, hakuna aliyeweza kumsimamisha, na hakuna aliyejua ni nini kilikuwa kinaongezeka ndani yake kila siku, kwa sababu nguvu zake za kichawi zilikuwa zinapanda kama moto unaotumika kumuisha msitu mzima usiku mmoja. Na kila alipoonekana ghafla, dunia ilionekana kana tikisika, kama inatambua kwamba huyu si mwanadamu, bali mjumbe wa giza anayekuja kutimiza unabii uliofichikwa kwa vizazi vingi.